Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wahimizwa kusherehekea sikukuu ya Pasaka kwa matendo mema. Na katika michezo na burudani, Radio FC yatinga fainali baada ya sare ya 3-3 na Newspaper FC. Habari mtazamaji popote ulipo. Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital itakayosomwa kwako nami Telesia Chalamila. Lakini pia unaweza kutupata katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram na YouTube @UoI Digital. Kuelekea sikukuu ya Pasaka inayotarajiwa kuanza siku ya Alhamisi wiki hii, mchungaji wa Chuo Kikuu cha Iringa Champlain Irene Msalilo ametoa wito kwa wanafunzi na Wakristo wote kuendeleza matendo mazuri yanayompendeza Mungu kwa kusherehekea sikukuu hiyo. Mwanahabari wetu Glory Pasco ana undani wa taarifa hii. Na hata leo sisi tunakumbuka na kuadhimisha siku hii, siku ya kuwekwa chakula cha Bwana. Kwa mahali popote ambapo tutafanya ibada siku ya kesho, tunakuwa na ushirika mtakatifu, tukikumbuka agizo la Bwana siku alipokuwa anawaaga wanafunzi, aliandaa chakula hiki. Ongeza kwa kusema kuwa wanafunzi wanapaswa kuishi maisha matakatifu hata wawapo chuoni, kwani ndio msingi wa imani yao. Wafanye matendo yanayompendeza Mungu. Hatutamani kusikia katika sikukuu za Pasaka toka tunapoanza Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, Pasaka na hata siku ya Jumatatu wakafanya, wakanywa, wakalewa, wakafanya mambo ya ajabu ambayo hayampendezi Mungu. Ninawasihi wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wawe mfano katikati ya jamii ya Wanairinga, wawe mfano katikati ya jamii ya Chuo Kikuu cha Iringa. Wafanye matendo yanayompendeza Mungu, yale ambayo tunawaasa kila siku kufanya. Wampende Mungu, wawapende na ndugu zao na marafiki na jirani zao. Na baadhi ya wanafunzi chuoni hapo wameeleza namna walivyojipanga kuadhimisha sikukuu ya Pasaka kuanzia siku ya Alhamisi Kuu mpaka siku ya Pasaka yenyewe kwa kuendeleza matendo mema na kusherehekea kwa amani. Siku ya Pasaka kwa upande wangu mimi ni kwanza ni sherehe yangu binafsi kama Mkristo, lakini siku hiyo ni kilele, ni kwamba tunampokea Bwana wetu Yesu Kristo baada ya mateso ya muda mrefu akiwa amefufuka. Lakini kwangu mimi pia ni vile ni kwamba nimejisaisha kwa namna gani kwenye kufikia hiyo sikukuu. Nenda kanisani, binafsi nitaenda kanisani tangu mkesha wa Pasaka ni Jumamosi, nitaenda kanisani na baada hapo nitaenda pia Jumapili kanisani. Basi ndio kikubwa nilichojiandaa, kwamba nimejiandaa kwa ajili ya ufufuko wa Yesu Kristo. Ikiwa ni kuelekea katika sikukuu za Pasaka ambapo tunaanza na Alhamisi Kuu. Wito umetolewa na mchungaji Champlain wa hapa Chuo Kikuu cha Iringa, lakini na baadhi ya maoni kutoka kwa wanafunzi wa hapa Chuo Kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutokea hapa katika viunga vya Chuo Kikuu cha Iringa, jina langu ni Glory Pasco, UoI Digital. Vijana nchini Tanzania watakiwa kuwa mstari wa mbele kutekeleza sera ya Umoja wa Mataifa inayowataka kuwa chachu ya kuzuia migogoro na kulinda amani kwenye maeneo yao. Mwanahabari wetu Nitchet Kahise ana undani wa taarifa hii. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mhadhiri wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, Dr. Michael Kalenge, amesema vijana wana nafasi kubwa ya kulinda amani katika uchaguzi utakaofanyika mwaka huu ikiwa watahusishwa vyema kwenye mchakato wa uchaguzi. Ukija kwenye mambo ya chaguzi, unaona kabisa kama idadi ya vijana ni kubwa, kwa vyote vile vijana wanao mchango mkubwa wa kufanya nchi iwe na amani au isiwe na amani. Na vijana wanaweza kuhusika kwenye kufanya nchi iwe na amani au isiwe na amani katika hatua kuu 3 za uchaguzi: kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Aidha, ametoa rai kwa vijana kuhakikisha wanashiriki uchaguzi wa mwaka huu kwa amani ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Ili ulinde amani, kitu cha kwanza mimi ninashauri vijana washiriki kwenye uchaguzi. Kwa sababu ukiwa sehemu ya huo uchaguzi, wewe unagombea nafasi, ungetamani ugombee hiyo nafasi na upigiwe kura katika kipindi ambacho au katika hali ya. Nao baadhi ya wananchi wa manispaa ya Iringa wamesema ikiwa vijana wataelimishwa vizuri, wataacha kupokea rushwa kwa viongozi wa siasa na itasaidia kuepusha vurugu. Ya kwanza, kijana asiwe bendera fuata upepo, na pia kijana aepuke sana kutumika na viongozi kwa namna yoyote ile itakayopelekea kusababisha vurugu au machafuko au kukosekana kwa amani katika nchi. Ndio kwanza na wenyewe vijana wanaangalia amani yao, usalama wao. Kwa sababu huwezi kumchukua tu bwana fanya maandamano, hapana, kwa sababu yeye mwenyewe anaangalia usalama wake kwanza. Sababu unaweza ukafanya maandamano mwisho wa siku baadaye ikawa talini kwako, ikawa baadaye
ni hatari kwa afya yako. Na haya ndiyo maoni ya baadhi ya vijana ambayo ndiyo nguvu kazi ya taifa hili kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hima kijana, hamasika kulinda amani ya nchi yako kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kutoka viwanja vya Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Nitret Kahise wa UoI Digital. Mtazamaji, hii ni taarifa habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Yusufu Kilungu. Nikusihi endelea kuwa nasi. Radio FC yatoshana nguvu na Newspaper FC kwa sare ya mabao 3-3 na kuifanya Radio FC kutinga hatua ya fainali kwenye ligi ya Hisani baada ya kupata alama 1 na kufikisha alama 5, ambako kwenye mchezo wa fainali watacheza dhidi ya PRFC katika viwanja vya Kigonzile. Kocha wa Radio FC Raymond Simkoko ameelezea ugumu wa mchezo huo huku akielezea mipango yao ya mchezo wa fainali dhidi ya PRFC. Kwanza mchezo kwa nguvu, kwa mchezaji ambaye ni ameweza kuonyesha hilo kwa matokeo yanayodhihirisha kwa kutoka sare, ila kwa sababu ya tofauti ya pointi tunazagana pointi moja ambapo sisi tumeweza kusonga mbele na mchezo unaofuata wa fainali. So mchezo kwa mwepesi, kila vijana wangu ameweza kujituma na kutumia nafasi zile ambazo tumefanikiwa, pia kwa discipline na kulinda goals la kufungwa la 4 ambayo ingesaidia tusiendelee na fainali. Kocha msaidizi wa Newspaper FC Koleta Charles ameelezea ugumu wa mchezo huo huku akilalamikia makosa ya muamuzi wa mchezo huo. Mechi ilikuwa ni nzuri japo ilikuwa ni ngumu, lakini kwa asilimia kubwa tulikuwa tunaweza kushinda hii mechi. Dakika za mwisho hapa, dakika za 90 kama mlivyoona, tulikuwa tunaweza kushinda kabisa ile goli, lakini ndio hivyo tumenyima utamu. Nahodha wa Radio FC Gaspar Angelo ameelezea matumaini yao makubwa ya kufanya vizuri kwenye mchezo wao wa fainali dhidi ya PRFC, huku pia akiwa na matumaini makubwa ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya vitivo kutokana na ligi hiyo kutumika kama sehemu ya maandalizi. Lakini pia hii kwetu ni platform kwa sababu tunajiandaa na michuano ya Interfaculty, kwa hiyo kwa kitengo chetu au kwa idara yetu kama journalism tunajiandaa vizuri ili kuja kufanya vizuri kwenye mchezo wa finali. Na mchezo wa ligi ya Hisani iliyokutanisha timu ya Radio FC dhidi ya timu ya Gazette FC umetamatika kwa sare ya bao 3-3 na timu ya Radio FC imeweza kufuzu katika hatua nusu finali baada ya kufikisha pointi 5, huku timu ya Gazette ikiwa na alama 4. Nikiripoti kutoka hapa katika viwanja vya Kigonzile, ni mimi Yusuf Kilungu wa UoI Digital. Asante sana Yusuf Kilungu kwa habari hizo za kimichezo. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasin. Habari mtazamaji wa UoI Digital, karibu kwenye kipengele adhimu, kipengele cha msamiati wa Kiswahili. Leo nimekuletea msamiati kipusa. Twende tukawatazame wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, wao wanafahamu nini juu ya msamiati huu. Neno kipusa, labda ushawahi kusikia mtaani sehemu yote wakizungumzia hilo neno? Ndio. Au ushasikia nyimbo Alikiba, wanitaka kipusa paswa kichwa? Kipusa. Sasa Alikiba kwa msha kipusa ni kitu gani? Kipusa ni kitu chochote cha thamani, kitu chochote chenye thamani ni kipusa. Lakini hili neno kipusa linatokana na lahaja tofauti tofauti. Kuna sehemu zingine wanamaanisha vifaa, labda vifaa vya pikipiki, unasikia kuna vipusa vya pikipiki. Lakini watu wengine wanamaanisha ni kitu chochote cha thamani, kama pembe za ndovu nazo tunaziita kipusa. Nashukuru. Swali na maana gani? Kipusa sana sana inatumika kwa dada, kwa maana ya mtu ambaye ni mzuri au mrembo. Yeah. Nashukuru sana bro. Na mtazamaji wa UoI Digital, tumetazama wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa wakijaribu kutuelezea maana halisi ya kipusa. Tumeona wamepatia kwamba kipusa, maana halisi ya kipusa sana sana inatumika kwenye vitu vya thamani au vitu vizuri, vitu vya kuvutia. Mfano kama kwa upande wa mwanamke, kipusa ni mwanamke mrembo anayevutia. Nami nakuacha na sentensi isemayo siri ya kombe ni kipusa. Na langu jina naitwa Karim Yasin wa UoI Digital. Nami nakuacha na sentensi isemayo dada Mwasiti ni kipusa. Na hiyo ndio maana halisi ya msamiati kipusa. Mtazamaji,
Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Telesia Chalamila. Nikutakia usiku mwema, asante na kwaheri.